Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, ambapo nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua pata nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi. Sasa kujibu shambulio la Kiev kwenye makazi ya Rais Vladimir Putin, wanajeshi wa Urusi wameanzisha shambulio kubwa, shambulio ikiwemo la kombora la Oreshnik kwenye malengo muhimu ya Ukraine, Wizara ya Ulinzi imeripoti. Hii ni kujibu tu kile ambacho kilifanyika. Kumbuka, Ukraine walifanya mashambulizi kwenye makazi ya Putin, na mashambulizi haya kwa mujibu wa Urusi wanadai ni mashambulizi ambayo Ukraine alikuwa amelenga kuweza kumwangamiza Putin. Kumbuka, viongozi hawa wote wakubwa ambao wanasimamia vita wanaonekana kulengwa, lakini nikwambie hata leo hii Vladimir Putin akifariki, nikwambie Ukraine ataendelea kushambuliwa tu, kwa sababu hii mission Putin alichokifanya sio mission ya taifa lake, sio mission yake mwenyewe, ni mission ya taifa kwa ujumla. Kwa hiyo ikiwa na maana hata yeye akiwa yupo, kiongozi anayefuata ataendeleza mpaka target ya taifa iweze kufikiwa. Huo ndo mpango ulivyo. Sasa Wizara ya Ulinzi imeripoti kwamba katika saa za asubuhi na mapema kujibu shambulio la kigaidi la utawala wa Kiev kwenye makazi ya rais wa Urusi kwenye mkoa wa Novgorod lililofanywa asubuhi na mapema Disemba 29, 2025, vikosi vya jeshi la Urusi vilianzisha shambulio kubwa kwa silaha za masafa marefu ikiwemo kombora la masafa ya kati la Oreshnik pamoja na droni za kushambulia dhidi ya malengo muhimu katika eneo la Ukraine. Kulingana na wizara, malengo ya mashambulizi yalifikiwa. Malengo yalikuwa vifaa vya kutengeneza droni zilizotumika katika shambulio la kigaidi pamoja na miundombinu ya nishati inayounga mkono uendeshaji wa tata wa kijeshi na viwanda vya Ukraine. Vitendo vyovyote vya kigaidi vya utawala jinai wa Ukraine vitaendelea kushughulikiwa na jibu, wizara hiyo ilihitimisha. Kwa hiyo ikiwa na maana kama Ukraine ataendeleza tena kuishambulia kwa namna moja namna nyingine taifa la Urusi, basi tuendelee kushuhudia kilio zaidi. Vilevile mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi imezuia na kuharibu ndege 5 zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Vilevile Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Marekani itapewa jukumu la pili ikiwa makubaliano ya amani yatafikiwa, ambayo yatatoa usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine iwapo kutakuwa na shambulio katika eneo lake. The New York Times imeandika Alhamisi ikinukuu mahojiano na Trump. Tuseme hivi, washirika wake Ulaya yote, nchi zingine zinazoingia humo na Marekani, alisema. Kama The New York Times ilivyobainisha, Rais wa Marekani aliweka wazi kwamba Marekani itakuwa tayari kushiriki katika kuhakikisha usalama wa Ukraine katika siku zijazo, kwani ana uhakika kwamba Urusi haitajaribu kuvamia tena nchi hiyo. Wakati huo huo, Trump alisema anaamini kiongozi wa Urusi Vladimir Putin anataka kumaliza mgogoro nchini Ukraine. Anasema, nadhani anataka kufanya makubaliano, kiongozi huyo Marekani alisema. Trump aliongeza kuwa hayuko tayari kuahidi ongezeko la kiasi cha usaidizi wa Washington kwa Ukraine katika siku zijazo ikiwa suluhu ya mgogoro huyo itachelewa. Sitaki kuwa katika nafasi ya kusema hivyo kwa sababu nina wajibu wa kuona kama naweza kuokoa maisha. Tunafanya tuwezavyo, sina ratiba, alisema kwa muhtasari, akisisitiza kwamba hatengenezi ratiba yoyote ya utatuzi wa mgogoro huo. Vilevile kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema kwamba uundaji na uwekaji wa vikosi vya kimataifa ndani ya mfumo wa dhamana za usalama kwa Ukraine hauwezekani bila idhini ya Urusi. Anasema, nataka kuwa wazi ili kusiwe na kutoelewana. Tunazungumzia dhamana za usalama kwa Ukraine baada ya kusitisha mapigano. Hakuna mtu hapa, si nchi moja mwanachama wa EU au nje yake, anayeamini kwamba tunapaswa kuingilia kati katika mzozo unaoendelea nchini Ukraine sasa, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Katika muktadha huu, swala ni tu kuhusu usaidizi wa kijeshi kwa amani, kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano. Swali la ni nchi gani zinaweza kuchangia linajadiliwa kwa sasa na tuko mwanzoni mwa mchakato, si mwisho, kansela wa Ujerumani alibainisha. Agizo linapaswa kuwa kama ifuatavyo: kwanza, kusitisha mapigano, kisha dhamana za usalama kwa Ukraine kwa makubaliano ya muda mrefu na Urusi, na hakuna hata moja kati ya haya linalowezekana bila idhini ya Urusi, na labda bado tuko mbali na hilo. Ujerumani iko tayari kuchangia juhudi za kudumisha uwezekano wa kusitisha mapigano nchini Ukraine, Merz alibainisha. Jinsi tunavyoweza kufikia katika swala hili haitegemei mimi tu. Kwa hili ninahitaji uamuzi kutoka kwa serikali ya Ujerumani. Agizo kutoka Bundestag linaweza pia kuwa muhimu, lakini tena hilo bado ni mbali, alisema. Vilevile Hungaria inaona mpango wa amani wa Ukraine unaoitwa wa pointi 20 kuwa hauwezi kutegemewa, kwani unatoa nafasi ya kujiunga na Ukraine katika Umoja wa Ulaya
na mgao wa dola bilioni 800 na nchi za magharibi. Mkuu wa ofisi ya waziri mkuu wa Hungaria Gergely Gulyas anasema. Kulingana na Gulyas, serikali ya Hungaria ilijadili mpango huo katika mkutano wa baraza la mawaziri mnamo Januari 7 baada ya kutayarishwa na Kyiv na kuchapishwa na vyombo vya habari vya Ukraine. Alisema hati hiyo inaona Ukraine ikijiunga na Umoja wa Ulaya mapema mwaka 2027, ratiba ambayo Hungaria inaona kuwa haiwezekani. Tunaamini hili haliwezekani na hatuko peke yetu katika mtazamo huu, Gulyas alisema, akibainisha kuwa nchi zingine kadhaa wanachama wa EU pia zinapinga kujiunga kwa haraka kwa Ukraine katika kambi hiyo. Aliongeza kuwa mpango huo pia unatoa wito kwa nchi za magharibi kuipa Ukraine dola bilioni 800 kwa ajili ya ujenzi mpya kwa kipindi cha miaka 10. Gulyas alilinganisha takwimu hiyo na uzoefu wa Hungaria wenyewe, akisema kiasi hicho kitatosha kufidia malipo ya pensheni nchini Hungaria kwa miaka 40, huku Budapest ikipokea euro bilioni 73 kutoka EU tangu kujiunga na kambi hiyo. Gulyas alionya kwamba Budapest haitashiriki katika kutekeleza mipango iliyokubaliwa na Kyiv na Brussels chini ya masharti haya. Kwa wale ambao mnajiuliza kwamba vita hivi vya Urusi na Ukraine ni vita ambavyo vitamalizika lini, ni kwamba vita hivi vitamalizika pale ambapo matakwa ya Putin yatatimizwa. Kama matakwa ya Putin hayatatimizwa, basi vita hivi vitaisha pale ambapo Putin atatimiza malengo yake ya operation maalum dhidi ya Ukraine. Ukraine anaendelea kupoteza askari kila uchwao, anaendelea kupoteza askari ambao wanaendelea kuuawa na jeshi la Urusi, lakini Zelensky ameonekana sasa kufurahia damu kwa sababu ule uchungu wa kutaka kuokoa askari wake haupo tena, na taifa lake linaendelea kuporomoka kiuchumi. Ukitazama sasa hivi bajeti kubwa ambayo ameipitisha, asilimia kubwa ni kwa upande wa jeshi, na kikubwa kinachoendesha nchi ni mikopo mbalimbali kutoka kwa watu wa EU. Sasa kwa namna ambavyo anaendelea, mipango ya Urusi ukichimbua zaidi ni kutaka kwenda kuiparalyze kiuchumi taifa la Ukraine ili Zelensky aweze kuridhia matakwa yake, lakini pia Zelensky aweze kukimbia na Urusi aweze kumweka kiongozi au aingie kiongozi ambaye atakubaliana na matakwa yake. Matakwa ya Urusi ni yale yale: Ukraine isijiunge na NATO, lakini pia Ukraine kuachia maeneo ambayo Urusi ameshatoa yawe maeneo yake, na makubaliano mengine mengi. Nini kitaendelea? Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.